Taarifa za msiba wa MC Pilipili au kifo cha MC Pilipili tulizipata siku ya Jumapili, ambapo zilitusikitisha na zinatusikitisha mpaka leo hii. Lakini kulikuwa na sintofahamu ya nini kilitokea kwa MC Pilipili, ambapo kwa mapenzi ya Mungu Jumatatu tukapata taarifa kwamba mwili wake ulikutwa na majeraha na polisi wameenda kufanya uchunguzi. Tutakuja kujuzwa zaidi ni nini ambacho kilitokea mpaka kupelekea kufa kwa ndugu yetu mpendwa wetu, MC wa taifa, MC wa dhahabu, MC Pilipili. Jina lake alilopewa na wazazi wake ni Emmanuel Matias. Sasa taarifa mpya ambayo leo imethibitishwa na kaka yake mkubwa ambaye taarifa hizi amezitoa baada ya kupokea ripoti ya polisi, ni kwamba polisi wamethibitisha kwamba MC Pilipili amekufa kwa kipigo. Kipigo ndicho kilichopelekea umauti wa MC Pilipili. Swali ni je, ni wakina nani ambao wamefanya ukatili huu mkubwa wa kumuua MC Pilipili kwa kipigo, kumpiga mpaka kusababisha kifo chake? Ni wakina nani hawa? Inasikitisha sana sana sana. Nani kamuua mchekeshaji maarufu nchini Tanzania, Emmanuel Matias, maarufu kama MC Pilipili? Pengine ndio swali ambalo sasa hivi mimi na wewe na mtu mwingine wa pembeni linaweza likawa linapita kichwani kwetu. Tunajiuliza, nani ambaye amefanya kitendo hiki cha kikatili? Nani amehusika kwenye mauaji ya MC Pilipili? Kwa nini amefikia hatua hiyo ya kikatili kabisa? Swali ni hili hapa ambalo litakuwa linazunguka kwenye vichwa vya wengi nchini Tanzania, au watu ambao walipata taarifa ya kifo cha MC Pilipili. Sasa hii ni taarifa ya polisi na ni taarifa ambayo imetolewa na kaka wa marehemu Emmanuel Matias maarufu kama MC Pilipili. Amesema kuwa matokeo ya uchunguzi wa awali uchunguzi ambao umefanywa na jeshi la polisi ni kwamba kifo cha mdogo wake kilisababishwa na kupigwa na watu wasiojulikana, tukio lililopelekea MC Pilipili kujeruhiwa vibaya na hatimaye kupoteza uhai wake. Sasa ni taarifa ambayo ni ngumu kuipokea, inafikirisha sana, inatetemesha sana pindi unapoisikia, lakini bado maswali pia yanagonga vichwa vyetu. Ni wakina nani ambao wamefanya huu katili? MC aliwafanyia nini mpaka wakafanya hili? Kwa hiyo ni taarifa ambayo bado ina maswali mengi, bado inahitaji majibu mengi, na hatuelewi hata wa kumuuliza ni nani, kwa sababu ukiwauliza polisi wao hawajui, ukiwauliza ndugu zake wao pia hawajui, ukimuuliza mkewe ni kama unamuonea, kwa sababu na yeye pia kulikuwa na sintofahamu ya mahusiano yao. Watu tulikuwa tunajiuliza wako pamoja au wameachana. Lakini mwanafamilia huyu ambaye ni kaka wa marehemu amesema familia imepokea taarifa hizo kwa majonzi makubwa sana, na sasa inasubiri hatua zaidi kutoka kwa vyombo vya usalama ili kuhakikisha waliohusika wanatambulika na kuchukuliwa hatua za kisheria. Kaka wa MC Pilipili ameweka wazi kuwa siku ya kesho Jumatano wanatarajia kuupokea mwili wa ndugu yao Emmanuel Matias MC Pilipili nyumbani kwao pale Swaswa, Dodoma, and then siku ya Alhamis wanatarajia kumpumzisha kwenye nyumba yake ya milele. Lakini swali linakuwa kubwa zaidi na zaidi pindi tunapopokea taarifa, ndo tunazidi kuchanganyikiwa kwamba nini kimetokea. Kwa nini watu hawa wameamua kufanya kitendo hiki cha kikatili kabisa kwa ndugu yetu MC Pilipili? Inafikirisha sana, na ukiendelea kufikiria ndo unazidi kuumia zaidi. Lakini kubwa la msingi, tuzidi tu kuombeana mwisho mwema, kwa sababu katikati yetu watu ambao tunajiona tuna ubinadamu ndani yetu, kuna watu wana unyama. Angalia watu wanafanya kitendo cha kinyama kama hiki, kumpiga mtu mpaka hivi. Unajua ni hatua gani inatakiwa ifikie, ni kumpiga mtu mpaka mtu kufariki? Yani
kwanza tu mtu anavyo, it's crazy kwamba kuna watu wako tujitafakari sana. Kama kuna mtu anaweza kumpiga binadamu mwenzake, kwanza huyo mtu mpaka inafikia hatua anakufa, namna anavyo beg for your mercy, nisamee, usinifanyie hivyo na nini, bado tu uoni huruma mpaka unampiga mtu mpaka kufa. Inafikirisha sana, inatia hasira. Lakini jeshi la polisi limefanya uchunguzi na limekuja na taarifa hii kwamba kifo cha MC Pilipili kimesababishwa na kupigwa. Msikilize kaka yake hapa anavyosema na utaacha comment yako. Lakini mimi imeniumiza sana, imenisikitisha sana, na nakemea vitendo kama hivi. Kwa mtu yeyote yule, ukikosewa, vyombo vya usalama vipo, nenda kashtaki, usichukue sheria mkononi. Rest in peace MC Pilipili. Na naamini yeyote aliyehusika kwa namna moja ama nyingine kwenye hii njama atalipwa sawa sawa na matendo yake. Msikilize kaka wa MC Pilipili hapa. Majina naitwa Christopher Matias Matebe. Mimi ni kaka wa MC Pilipili. Yeye ni mtoto wa pili, mimi ni mtoto wa kwanza. Na kweli tumesikia habari za kifo chake, kufariki, lakini pia kuna matangazo mengi yamejitokeza, wengine wanasema hivi, wengine wanasema hivi. Kwa hiyo mimi kama kwa niaba ya familia, kaka yake mkubwa, tunatoa tamko kwamba MC Pilipili kilichosababisha kufariki ni majeraha ya kupigwa. Amekutwa akiwa na majeraha ya kupigwa, na hicho ndicho ambacho kimeweza kusababisha kifo chake. Lakini pia tunashukuru sana kwa hospitali ya General vile ambavyo walijitoa kutusaidia. Tunashukuru sana kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tukiongozwa na Mheshimiwa Anthony Mavunde ambaye ametusaidia sana katika kuhakikisha jambo hili linakwenda vyema. Tunashukuru sana kwa mambo hayo, na kama mlivyosikia kwamba kesho tutaleta mwili wa marehemu hapa nyumbani kwao kina MC Pilipili saa 7 kamili. Tutakuwa na ibada hapa na tutakuwa na nafasi ya kumwaga hapa, na ikimpendeza Mungu tunapanga atalala hapa nyumbani, ili siku ya Alhamis tutakuwa na ibada kubwa na watu wengi ambao watafika sehemu ambayo inaitwa Chinangali Park. Kwa hiyo ninawasihi wa Tanzania, MC Pilipili alikuwa anawapenda sana, alikuwa anawachekesha, alikuwa anapenda watu. MC Pilipili sisi kama familia alikuwa anatupenda pia. Kwa hiyo hebu njoeni tuweze kumwaga vizuri, njoeni tuweze kumshangilia vizuri anapomaliza safari yake ya hapa duniani. Kwa hiyo ninashukuru sana na Mungu awabariki sana. Baada ya kukuta sasa mwili wake na majeraha, kama familia ni hatua zipi ambazo mmechukua kwa kushirikiana sasa na vyombo vya ulinzi na usalama? Kwa kifupi ningesema kwamba tumeiachia mamlaka ya serikali ambao wenyewe wanaendelea na taratibu zao za kisheria. Kwa hiyo tumewaachia serikali. Yeah. Kwa taarifa ambazo labda kama familia mnazo tangia safari yake anakuja Dodoma na mpaka anafika na huko alipokuwepo, kuna tofauti yoyote ilitokea kati yake na watu waliokuwa nao, ama hamna taarifa yote ambayo mlipata? Kwa kweli hatakuwa na taarifa yote kwamba labda MC Pilipili alikuwa labda na ugomvi na mtu. MC Pilipili alikuwa si mtu mkorofi, hata sisi tuko naye nyumbani. Mimi ni mdogo wangu, sio mtu mkorofi, hawezi kupigana na watu, ni mtu hatukuwahi kusikia kama una shida kubwa na mtu. Kwa hiyo tulijua anakuja Dodoma kwa ajili ya kazi ya harusi kama kazi yake, lakini kilichoendelea hatukujua. Wakati alikuja na wenzake ama alikuja peke yake? Hapo hatuelewi kama alikuja na wenzake, lakini tunavyojua alikuja Dodoma tu. Hatukujua alikuja na nani. Nyinyi kama familia, taarifa ya mwanzo kabisa
tatizo lilomkuta ulipata kwa nani na nani hasa ambaye alimpeleka hospitali na kwenda kuandikisha pale kabla hizo taarifa kwanza kusambaa? Mimi naomba niishie kwanza hapo tu. Naomba niishie hapo tu. Ya hizi mambo mengine yani serikali inashirikia mambo haya. Samahani, labda mimi nitamani kidogo iweke clear. Tumeona mitandaoni kumekuwa kuna maneno mengi hasa kuhusiana na mke wa marehemu kwamba amefika lakini mmemuondoa. Tunatamani zaidi kuweza kuiweka sawa hii hoja. Okay. Asante sana. Mke wa marehemu tuko naye hapa nyumbani. Hata tulipotoka hospitalini tumeweza kukaa naye kumpa taarifa zote za tukio lilivyokuwa, na hata ninapoongea sasa hivi yuko hapa ndani, na sisi kama familia tuko pamoja na yeye kumsaidia katika mambo mbalimbali, hata mambo ya mirathi na vitu mbalimbali. Tuko tayari kumsaidia ili yeye apate nafasi kuendelea vizuri. Kwa hiyo tuko sawa kabisa na yeye, hatuna shida yote na mke wa pili. Kama haitakuwa usumbufu tunaweza tukampata.